fikiria na kuweza kuandaa kwa sababu yako. Chuma hunoa chuma. Kwa wote mliopoteza hamasa maishani, ukweli wa mambo kwamba watu wanafika mahali wanakosa hamasa maishani, ila hamasa yako wakati mwingine inakuwa imeenda wapi? Ndio swali unajiuliza. Mbona kama kuna kitu umekipoteza, msikilizaji? Kuna hamasa ulikuwa nayo juu ya maono yako. Ulikuwa na maono makubwa sana, unakuwa na maono makubwa unakuwa na mawazo ya kuwa na biashara kubwa unafukuzia lile wazo, na inafika mahali hamasa inapotea. Ila kwa sasa muda mrefu umepita, ni kama umejisahau. Watu wanajisahau, wana maono makubwa sana. Mtu anataka kusoma akuwe na degree, anataka kusoma awe na masters, anataka kusoma awe na PhD. Sema bwana, mimi nitakapokuwa mtu nahitaji niweze kuwa na PhD, nahitaji niweze kuwa na masters, nahitaji niweze kuwa na degree. Inafika mahali hiyo hamasa inaisha. Nahitaji niweze kuwa mfanyabiashara mkubwa sana, niweze kuwa na kampuni, nimiliki. Hiyo hamasa inafika mahali inaisha. Unapokuwa unafukuzia inafika mahali inaisha. Hauweki tena nguvu kwenye hiyo hamasa. Nini kimetokea? Wakati fulani nilikuwa nasoma kitabu cha Darren Hardy, kwenye kitabu chake cha Compounding Effect. Hiki kitabu kilinitia changamoto sana. Darren Hardy kwenye kile kitabu chake cha Compounding Effect anaelezea umuhimu wa kujenga momentum. Ile momentum katika unachokifanya. Unajenga ile momentum katika kile kitu ambacho unakifanya. Anazungumzia kwenye kitabu chake kile ambacho amekiandika, ambacho kina anwani ya kichwa Compounding Effect. Yeye anaita Big More. Hii Big More, Darren Hardy anazungumzia nini? Yaani mafanikio sio matokeo ya kufanya jambo moja kwa ukubwa kisha ukaacha. Hayo sio mafanikio. Hatumefanya jambo kubwa alafu baadaye unaacha. Hayo sio mafanikio. Bali ni kufanya jambo moja kwa muda mrefu bila kuacha. Unafanya kitu kwa muda mrefu bila kuacha. Changamoto zinakuja ndiyo, kwa kitu ambacho umeweka mawazo yako kufanya. Changamoto zitakuja ndiyo, lakini hizo changamoto haziwezi kutoa kwenye mstari wa kuendelea kufanya. Huyu mwandishi alinichochea sana. Hii ndiyo maana James Watkins aliwahi kusema, a river cuts through rock not because of its power but because of its persistence. A river cuts through a rock not because of its power but because of its persistence. Mto unaweza kukata mwamba sio kwa sababu ya nguvu yake. Tena ikatafsiri tu kwa wepesi namna hiyo. Mto unaweza kukata mwamba sio kwa sababu ya nguvu yake, bali kwa sababu ya kupitisha maji sehemu moja kwa muda mrefu. Kumbuka, hii ni chuma unaochuma. Leo rudi kwenye tafakari tena katika ile kitu ambacho wengi wanasema drawing board. Kila unachokifanya na kuacha njiani, inakuwa unapoteza muda, kwa sababu uzee si ugonjwa na ujana ni moshi. Amua kukomalia bila kujali nani anakupinga. Wewe amua tu kukomelea hapo. Komalia hapo. Amua tu kukomalia hapo bila kujali nani anakupinga, nani anakusema vibaya au umechoka. Leo unaanza kutengeneza Big More kwenye jambo lipi? Ni swali ambalo mimi nakuacha nalo. Leo unaanza kutengeneza Big More kwenye jambo lipi? Na hiyo ndio sehemu ya chuma wa chuma. Naitwa Kantona Joseph na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa.